Asante. Mimi kwa majina naitwa Augustino Richard Mlelwa, ni afisa miradi wa One Voice Organization. Sisi ni shirika la kijamii ambalo tunajihusisha na miradi mbalimbali ikiwemo miradi ya kijamii. Leo hii kuna project ambayo mkoa wetu wa Njombe tumeipokea na ni lishe ya mwanao project ambayo kwa mkoa wetu wa Njombe hakika ni project muhimu sana. Sasa sisi kama One Voice, kwa kuunga mkono jitihada za mkuu wetu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa sana Anthony Mtaka, tumeamua kuungana naye, kwanza kwa kuhakikisha pia tunatoa elimu, lakini tunaonesha yale ambayo pia ni muhimu kwa wananjombe kwa kutoa elimu kwenye eneo hilo la lishe kwa ujumla. Miongoni mwa makundi ya vyakula, ukitoa yale mengine matano, kuna kundi la protein. Yani jumla yako 6, lakini ndani yake kuna kundi la protein. Sisi kwenye kundi hili la protein, kwenye yale makundi matano, tunadili na ufugaji wa samaki. Ukitoa shughuli zetu nyingine, tunadili pia na ufugaji wa samaki, ambalo ni zoezi ambalo tunaona sasa mpaka miaka tuna miaka miwili mpaka 4 hivi tangu tumeanza nalo. Na cha kwanza ni kutoa elimu. Tuna mashamba darasa ambayo tuko nayo kwa maana ya mabwawa ya samaki. Mashamba haya darasa tunayatumia kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii, lakini tunauza pia samaki si kwa bei ile ambayo tunaweza kusema ni kubwa au ghali. Hapana, ni kwa bei ya kawaida ambayo tunasema kila mmoja anakuwa tayari kuitumia, kwa sababu tunachokihitaji sisi kama One Voice Organization ni kuhakikisha kwamba watu wanakula samaki kwa ajili ya kupata protein ya kutosha. Lengo la kuwepo hapa sasa moja kwa moja kuunga mkono jambo hili la lishe ya mwanao project ni moja, kuwahimiza wananjombe na Watanzania kwa ujumla kula samaki kwa wingi, kwa sababu UNICEF kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali ikiwemo pia ofisi ya mkuu wa mkoa wa Njombe, ni mpango wao wa kuhakikisha kwamba wanatokomeza udumavu kwa haraka, yani mpango wa haraka wa kutokomeza udumavu. Sasa ili kupata protini kwa wingi, unahitaji kula nyama, unahitaji kula aina nyingine ya makundi ya vyakula. Lakini kwenye eneo la protein, unapotaja samaki, unataja kitoweo ambacho kina protini ya kutosha na nyingi zaidi ukilinganisha na vitoweo vingine. Asante sana. Kwa mkoa wa Njombe, mikakati yetu ni kupitia kutoa elimu, kuungana na serikali. Na kulifanya hili tayari tumeanza project hiyo ya kutoa elimu, lakini pia kugawa samaki. Pale katika kata ya Njombe mjini tumeungana na afisa mtendaji wa kata kwenye kampeni yake ya lishe kuhakikisha kwamba watu wanapata elimu ya ulaji wa samaki, lakini pia watu wanagawiwa samaki, hasa watoto hawa wadogo ambao wanahitaji protini hiyo kwa wingi zaidi na makundi mengine ya chakula. Kwa hiyo mpango wetu ni huo wa kutoa elimu, lakini pili, tunahitaji kupata msaada ama kuungwa mkono wa moja kwa moja sasa na serikali kwa ngazi yoyote ile, iwe ni wilaya au mkoa au taifa, kuona ni kwa namna gani tutawezesha kuwa na mabwawa ya samaki kwa wingi katika mkoa wetu. Mfano sasa hivi tuna mabwawa 4 ndani ya halmashauri ya mji Njombe Lunyani. Tuna mabwawa mawili, jumla yako 8 of course pale Lugarawa, lakini pia Shauri Moyo. Hiyo tunazungumzia Ludewa sasa, si ndio? Sasa tunatamani tufike Makete, tufike Wanging'ombe, twende Lupembe, twende Makambako. Haya maeneo yote tuna mabwawa ambayo tutakuwa na samaki wa kutosha, ili tunapokuwa na idadi kubwa ya samaki, yani samaki wakawa ni wengi, maana yake uzalishaji ule utapelekea gharama ya samaki kuwa chini na watu
afford, tutasema watakuwa na uwezo huo wa kununua samaki, na tutapata kiwango kikubwa cha walaji wa samaki, ambapo hiyo tutaongezea watu ambao wanapata lishe kwenye kundi hilo la protein. Tunakuwa tuko sawa sawa. Mboga, wanaopambana na eneo la mboga tuko sawa sawa. Njombe hatuna shida kwenye eneo hilo. Matunda na vitu vingine kama hivyo ambavyo vinakwenda kukamilisha mlo kamili, ikiwemo swala la maji. Hali ya hewa ni changamoto, hilo lazima tukiri, lakini bado halituzuii sisi kufanya ufugaji wa samaki. Sisi One Voice tuna mabwawa ambayo nafikiri utaona hapa, tuna mfano wa samaki ambao tuko nao, lakini kwenye mabwawa yetu tunao samaki ambao tuko nao ni samaki ambao wana afya ya kutosha. Hali ya hewa, samaki akishakuwa haifanyi wao waweze kuathirika, isipo kwenye uzalishaji wake, kwa maana kupata vifaranga. Ndio maana utaona hawa samaki ambao sisi tunawafuga, tuko Tanzania nzima One Voice. Maeneo ambayo tunazalisha vifaranga, 1 ni Morogoro, 2 Dar es Salaam, 3 Mbeya. Kwa nini maeneo haya? Kwa ukanda wetu huu, Mbeya ni miongoni mwa ni eneo pekee ambalo lina asili kiasi hivi ya joto ukitoa Iringa. Lakini pwani kule ambako nimetaja huko Morogoro pamoja na Dar es Salaam, kuna hali ya hewa ambayo ni nzuri hivi, ina support uzalishwaji wa vifaranga wale wa samaki. Wakishafika umri wa miezi 3 mpaka miezi 4 unawatoa. Umri huo utaweza kuwafuga kwenye eneo lolote kulingana na hali ya hewa. Yani kuna joto sana, kuna baridi, samaki ata survive. Kinachohitajika hapo tu ni vyakula vile ambavyo vinatakiwa ili yeye aishi, na usafi uwe ni wa kutosha vizuri kabisa. Na sisi One Voice tumeyazingatia hayo, ndio maana utaona tunazalisha samaki wa kutosha, na bado tunaendelea kuhimiza wananjombe kwamba wafuge samaki kupitia mabwawa ili waweze kupata vitoweo hivi ambavyo vina protein ya kutosha kuzidi nyama aina nyingine yoyote. Yani kama utataja ng'ombe, utataja mbuzi, utataja sijui aina nyingine ya nyama, lakini samaki ana sifa hiyo kwamba unapata protein ya kutosha na vizuri kabisa. Tuna aina 2 za samaki, 1 sato, 2 pelege. Hawa ni aina 2 ya samaki ambao tuko nao. Na hapa tumekuja na sato, lakini ukienda pale tuna sato, tuna pelege.